Takuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona si watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja, wanaandamana na waandamanaji, wasionekane polisi barabarani. Naam, karibu kwenye Faith Journalist Channel, mahali pekee unapopata habari zote kali kwa kasi, ukweli na ubunifu. Mimi in Faith, na leo tunakujuza haya maandamano ambayo yamepangwa tarehe 9, na kama ulivyoona kwenye screen yako, maandamano huleta madhara makubwa kama vile watalii kutofika maeneo kama vile Zanzibar, na haya yakitokea taarifa ambayo yanaendelea kusambaa kwa kasi kuwa raia wa Marekani na wa Kenya ambaye amekamatwa kwenye mpaka wa Sirari uko mpaka wa Kenya na Tanzania, kuwa aliweza kukamatwa kwa kuwa alikuwa mabomu, na ni taarifa ambalo limeweza kuzua taharuki kubwa hapa nchini Tanzania. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako, na hii ndilo taarifa ambalo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi liliweza kuchapisha kuwa Jeshi la Polisi Mkurime tarehe 19 mwaka 2025 majira ya saa 12 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari limemkamata Charles Onkuru Ongeta, miaka 30, mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani, kiwa na mabomu aina ya CSM 68 ya kurushwa kwa mkono tokea Kenya kuingia Tanzania, na kuwa aliweza kukamatwa. Na ni taarifa ambalo limeweza kuzua taharuki mwingi sana nchini Tanzania na pia nchini Kenya, ambapo pia afisa nchini Kenya wanaendeleza uchunguzi jinsi huyo raia aliweza kupatikana na mabomu hayo alipokuwa anaingia nchini Tanzania. Na kama ulivyosikia mwanzoni, tangia mwanzoni mwa hii video, ni maandamano ambayo yamepangwa ile kumngoa Rais Samia Suluhu madarakani, kuwa itakuwa maandamano ambayo hayajawahi kufanyika, wengi wakihusisha hii taarifa ambalo limeweza kutolewa kwa umma kuwa huyu mwanajeshi ambaye ana uraia wa Kenya na Marekani kuwa hauna udhibitisho wa kutosha, kwa kuwa ni mojawapo tu wa singizio la kuwekea taifa la Kenya kuwa wao ndio waanzilishi wa vurugu nchini Tanzania. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na hilo taarifa la mwanajeshi ambaye ana uraia wa Kenya na Marekani kupatikana kwenye mpaka wa Sirari, mpaka wa Kenya na Tanzania, akiwa na mabomu akiingia Tanzania akitokea Kenya, na pia uhamasisho wa maandamano ambayo itafanyika tarehe 9 mwezi wa 12, ambapo waelekezi wa hayo maandamano wameweza kusema kuwa itakuwa maandamano makubwa, na kuwa polisi wasihusike hata mara moja katika maandamano, bali wanajeshi ndio watakaohusika katika hayo maandamano, na pia wao wataandamana pamoja na wananchi, kuwa itakuwa maandamano ya amani na hakuna atakayeuliwa, kama ilivyofanyika wiki ya uchaguzi, siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa Oktoba. Itakuwa maandamano ya amani na itakuwa maandamano
makubwa ambayo hayajawahi kufanyika nchini Tanzania na pia bara la Afrika. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako maoni yako, tueleze maoni yako hapo chini. Tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na haya maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa Disemba. Kumbuka Rais Samia Suluhu mwenyewe ameweza kusema kuwa hakuna maandamano ambayo yatafanyika tarehe hiyo, na hiyo tarehe itakuwa tarehe ya kusherekea uhuru wa Tanzania na hakutakuwa na maandamano yoyote. Hii wakisema kuwa wanajeshi na polisi hufuata maelekezo kutoka kwa rais kuwa wanalinda tu rais na si wananchi. Na tumeapa kuilinda hii sheria na kumlinda mheshimiwa rais na maelekezo yake. Hivyo sikia kuwa wanalinda rais na pia maelekezo ambayo yanatoka kwake. Na kumbuka Rais Samia Suluhu ameweza kusema kuwa kutakuwa na maandamano tarehe 9 na kuwa jeshi hilo litafuata. Rais Samia Suluhu ameweza kusema. Tueleze maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako ikiwa utaungana na waandamanaji tarehe 9. Tueleze hapo chini kwa nini utaungana na waandamanaji, ama utasalia nyumbani, ama utaenda kusherehekea siku ya uhuru nchini Tanzania. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini.